Karibu mpenzi mtazamaji wa Star TV katika taarifa yetu ya habari. Miongoni mwa habari tulizonazo usiku huu ni pamoja na mamlaka ya mapato Tanzania TRA yasema imeweka mifumo ya kidigitali itakayowezesha kufanya ufuatiliaji ili kudhibiti wafanyabiashara wanaokwepa kulipa kodi. Mtazamaji, kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami hadi tamati. Kwanza tupate muhtasari wake. Serikali kuwachukulia hatua wavuvi wanaofanya uvuvi haramu na kuharibu mazalia ya samaki kwa kutumia nyavu aina ya makokoro. Mtendaji mkuu wa wakala wa maji mijini na vijijini aagizwa kutoa kibali cha ujenzi wa mradi wa maji katika kata ya Nata wilayani Serengeti. Kwa habari za biashara na uchumi, shirika la madini la taifa STAMICO laiomba serikali kuondoa tozo ya 1% ya ukaguzi wa madini yanayoingia nchini. Katika habari za kimataifa, makamu wa rais wa Venezuela na waziri wa mafuta Delcy Rodriguez Gomez ameapishwa rasmi kuwa rais wa mpito. Na katika habari za michezo na burudani, klabu ya Simba yashauriwa kusajili wachezaji wawili wa eneo la kiungo, na mlinzi wa pembeni na kocha Ole Gunnar Solskjaer aonyesha nia ya kurejea Manchester United kama kocha wa muda. Unaweza pia kufuatilia matangazo haya kwa kupakua app yetu kwenye Google Store na App Store kwa kuandika neno Star TV Tanzania, au fuatilia kwenye Facebook, YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Naitwa Bernard James. Karibu na tuwe sote. Wizara ya Mifugo na Uvuvi imesema itawachukulia hatua wavuvi wanaofanya uvuvi haramu na kuharibu mazalia ya samaki kwa kutumia nyavu aina ya makokoro. Taarifa zaidi na Sharifa Suleiman. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashiru Ali anakutana na wadau wa uvuvi mkoa wa Mwanza. Lengo ni kujadili na wadau hawa ni kwa namna gani wataiendeleza sekta ya uvuvi ili kuongeza mapato kupitia Ziwa Victoria, akianza kutoa onyo kwa wavuvi wanaoendeleza uvuvi haramu hadi sasa. Kwa hiyo anzeni kabla hatujaanza rasmi kukomesha vitendo ambavyo vinakera na vinauzi na vya makusudi na ni mazoea mabaya. Acha dudu kabla hatujaanza kushughulika na watu wa dudu. Yaondoe makokoro nyewe wenyewe kwa hiari, kwa sababu nitayakamata na nitawakamata ambao wanakaidi na nitawapeleka mbele ya sheria. Wadau wa sekta ya uvuvi wanakiri uvuvi haramu hauna afya kwa maisha ya viumbe ziwani. Makokoro yanavua vifaranga vya samaki wachanga ambao kiasilia faida yake haipatikani, haionekani, lakini tukikaa nao tukiwaelimisha watajua faida ya sangara. Sangara kwa kanda ya ziwa ni dhahabu. Wajue kwamba kuua vifaranga vya sangara ni kupoteza mapato ya nchi na kupoteza pesa za kigeni. Na tumetoa ahadi leo hii kupitia kwake yeye, tutampa ushirikiano kuanzia ngazi ya shina pale tulipo sisi wavuvi. Kila mwalo tutatoa ushirikiano, tunamhakikishia tutautokomeza uvuvi haramu. Sisi tutauchukia na kushirikiana na maafisa uvuvi wetu watakaokuwa maeneo husika, kwa sababu sisi wavuvi ni wengi lakini maafisa uvuvi ni wachache. Abednego Matuta, makamu mwenyekiti wa ushirika wa uvuvi wa dagaa kanda ya Ziwa, anasema licha kuwasilisha changamoto zao, wanaomba wakopeshwe ili waendelee kuinua vipato vyao kupitia sekta uvuvi. Swala la msingi kabisa, taasisi za fedha zituangalie sisi wavuvi wa dagaa wadogo wadogo. Tangu nchi hii iwepo, wavuvi halali wa dagaa hawajawahi kukopeshwa. Wamekuwa wakitokea watu wajanja wanajiita vyama vya ushirika vya wavuvi wa dagaa, wakati sio. Umefika muda sasa serikali ione umuhimu wa kuja kwenye chama moja kwa moja ambacho sisi tulikiunda kwa mahususi kwa ajili ya kufanya wavuvi wa dagaa wapate mikopo. Wizara ya Mifugo na Uvuvi ikaahidi kuyafanyia kazi changamoto zote zilizowasilishwa na wadau hawa wa uvuvi mkoani Mwanza. Sharifa Suleiman, Star TV, Mwanza.
Serikali imemwagiza mtendaji mkuu wa wakala wa maji mijini na vijijini kutoa kibali cha ujenzi wa mradi wa maji katika kata ya Nata wilayani Serengeti ili kuwezesha wakazi zaidi ya 10,000 katika kitongoji cha Omahe kupata huduma hiyo. Taarifa zaidi na Sadiki Hunga. Mwelekeza DG Engineer Kilita ahakikishe kwamba anatoa kibali kwa ajili ya mradi huu uweze kutangazwa na uweze kufanyika. Naibu Waziri wa Maji Mhandisi Kundo Mathew ametoa agizo hilo katika ziara yake ya kukagua na kutembelea miradi ya maji katika wilaya ya Serengeti mkoani Mara. Hiyo eneo ni very strategic. Kuna hifadhi pale, lakini pia kuna jambo nyingine ambalo Mheshimiwa Isi umeliongea. Kwa uzito huo sisi tunaheshimu sana maombi ya kamati ya ulinzi na usalama. Lakini pia ninamwelekeza pia DG kuhakikisha kwamba mradi wa visima 900 katika wilaya yetu ya Serengeti vikamilishwe kabla ya mwezi wa. Akikagua mradi wa miji 28, Mhandisi Mathew amemtaka mkandarasi kuongeza kasi katika ujenzi wa mradi huo ili kuwezesha wakazi zaidi ya 150,000 kupata huduma hiyo. Serengeti mnayo bahati ya uwekezaji mkubwa wa Daktari Samia Suluhu Hassan katika mradi huu wa miji 28. Awali wakitoa taarifa ya hali ya upatikanaji wa maji, mameneja wa mamlaka za maji katika wilaya ya Serengeti na Muhasa wilayani Msoma wamesema kukamilika kwa miradi iliyopo kutawezesha wakazi kupata maji ya uhakika. Pamoja na mafanikio yaliyo katika sekta ya maji vijijini, wilaya ya Serengeti na changamoto ya baadhi ya miradi kujengwa kwa muda mrefu na kutokuwa na huduma ya maji kama ilivyokusudiwa, mfano mradi wa maji Nyamitita Kenyana. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji, utekelezaji wa mradi huu unahusisha kazi zifuatazo. Kuna ujenzi wa chanzo cha maji chenye uwezo wa lita milioni 15 kwa siku kutoka kwenye bwawa la Manchira. Ujenzi wa bomba kuu kipenyo cha milimita 400 kutoka chanzo cha maji hadi kwenye chujio la maji. Naibu Waziri wa Maji Mhandisi Kundo Mathew yupo mkoani Mara kwa ziara ya kikazi kukagua miradi ya maji na kuzungumza na watumishi ili kuboresha utendaji kazi katika mamlaka zilizopo. Sadiki Hunga, Star TV, Mara. Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano imewataka wamiliki wa viwanda vya uzalishaji na uchakataji wa mazao ya uvuvi kuhakikisha wanaendelea kuzingatia kanuni na utaratibu wa usalama mahali pa kazi ambazo zinalinda afya za wafanyakazi wao. Taarifa zaidi na Sudi Shaban. Tutakuwa na operation kabambe ya kuhakikisha kwamba waajiri wote. Ni kauli ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Deusi Sangu mara baada ya kufanya ziara ya ukaguzi katika kiwanda cha uzalishaji na uchakataji wa minofu ya samaki cha Omega Fish kilichopo wilaya Ilemela mkoani Mwanza. Saa kadhaa za kutembelea kiwanda hicho kimekaguliwa kujiridhisha na uzingatiaji wa sheria za kazi ikiwemo sheria ya usalama na afya mahali pa kazi zinazosimamiwa chini ya Wakala wa Usalama na Afya Mahali pa Kazi OSHA. Nini tuko hapa na kwa nini Omega? Ni kwa sababu sasa hivi follow up zetu tunafanya kisekta, kuangalia namna gani hizi sekta ambazo zina mchango mkubwa kwa serikali zinavyoweza kuzingatia masuala ya usalama na afya ili kuongeza thamani ya bidhaa zao zinazopelekwa nchi za nje. Jicho la Waziri Deusi Sangu anadhani ni muhimu wamiliki wa viwanda hivyo kuendelea kuchukua hatua za kusimamia usalama na afya mahali pa kazi, hatua itakayosaidia ustawi wa wafanyakazi kiafya na maendeleo. Wamiliki wote wa viwanda wapatao 64 hawa ambao wamewekeza katika sekta hii ya uzalishaji na uchakataji wa mazao yatokanao na uvuvi wahakikishe wanazingatia hizi kanuni na taratibu za usalama mahala pa kazi. Na sisi kama wizara inayoshughulika na kazi kupitia taasisi yetu ya OSHA tutakuwa karibu sana kuhakikisha kwamba nguvu kazi yetu tunailinda, na ndio jukumu letu kama serikali. Pamoja na mambo mengine, ujumbe wa viwanda vya kuchakata samaki wameweka bayana mbele ya kiongozi huyu changamoto ya upungufu wa samaki ziwani kiasi cha kutishia kufa kwa viwanda vyao na hivyo kuhatarisha ajira za Watanzania.
Pamoja na kuwa viwanda bado vinaendelea, tumeona uzalishaji unafanyika pale, lakini ukiangalia kuna baadhi ya meza zilikuwa ziko empty, hazina watu. Hiyo ni ishara kwamba kuna upungufu mkubwa sana wa rasilimali ya samaki. Kwa sasa hasa katika hii miaka minne hapa mpaka sasa hivi hali sio nzuri. Tumepungua, sasa hivi tunakata 20% ya uwezo wetu. Kwa mujibu wa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi, ajira na mahusiano, Sangu ameahidi kushirikiana na wizara ya mifugo na uvuvi kwa ajili ya kukabiliana na changamoto hiyo ili kuhakikisha ajira za uhakika kwa wananchi. Sudi Shaban, Star TV, Mwanza. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa Profesa Riziki Shemdoe amekabidhi hundi yenye thamani ya shilingi bilioni 2.76 kwa vikundi vya wanawake, vijana na wenye ulemavu ambavyo vimenufaika na mkopo wa 10%. Hatua hiyo ikiwa ni utekelezaji wa ahadi ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliyoitoa kwa wananchi kuwa ataitekeleza ndani ya siku 100 za uongozi wake. Tupate taarifa zaidi. Profesa Shemdoe amekabidhi hundi hiyo leo kwa vikundi hivyo jijini Tanga katika uwanja wa Tangamano mara baada ya kukagua shughuli za wajasiriamali hao walionufaika na mikopo ya 10% mkoani Tanga. Kiasi hiki cha fedha kinakwenda kugusa vikundi vya wanawake 155, vikundi vya vijana 71 na vikundi vya wenye ulemavu 19 na kutengeneza ajira zipatazo 1715. Naomba niwapongeze tena kwa kazi nzuri mnayoifanya ya kutoa mikopo hii kwa makundi yaliyobainishwa ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani ameeleza juu ya mikopo hiyo iliyotolewa kwa vikundi vilivyonufaika. Tunajua shughuli hii ni ufuatiliaji wa ahadi za Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, ambapo ndani ya siku 100 tangu ameteuliwa kwa rais kuna mambo ambayo ameahidi. Mojawapo ni hii ya mikopo kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Na hapa Tanga jiji utakabidhi hundi ya bilioni 2. Makofi kwa Tanga jiji, bilioni 2, ambapo kutakuwa na vikundi 137 na wanufaika ni 686. Naye mmoja wa wanufaika wa mikopo hiyo, Zainabu Abdallah, ameeleza jinsi ambavyo itakavyowasaidia. Tumebahatika mara ya kwanza kuomba mkopo wa halmashauri milioni 17. Tumechukua bajaji 2 ambazo hizi mnazoziona, na awamu ya pili tumeomba milioni 22. Tumebahatika tena kuchukua bajaji 2. Kwa hiyo watu wawili wenye ulemavu wanamiliki bajaji 4. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA imesema imeweka mifumo ya kidigitali itakayowezesha kufanya ufuatiliaji ili kudhibiti wafanyabiashara na wanaokwepa kulipa kodi na kuimarisha ushindani wa kibiashara. Beatrice Gerard ana undani wa taarifa hii. Ni ndani ya mkutano wa tathmini ya utendaji kazi wa Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa mwaka wa fedha 2025-2026 unaofanyika jijini Arusha. Kamishna mkuu wa mamlaka hiyo Joseph Mwenda anasisitiza kuwa itaendelea kuchukua hatua za kupambana na watu wanaokwepa kodi ili kuongeza ukusanyaji wa mapato. Tutaendelea kuhamasisha usawa wa ulipa kodi, kwa maana kila mmoja lazima achangie anachostahili. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa anatumia nafasi hiyo kuitaka mamlaka hiyo kufanya makadirio ya kodi sahihi kwa walipa kodi ili kuepusha migogoro isiyo lazima. Tunaendelea kutoa makadirio makubwa ya kutisha hivi. Sema umepigwa bwana, mimi mlipa kodi mkubwa au kunasifiwa, nimepewa na certificate, mlipa kodi bora, lakini nimepigwa makadirio ya shilingi bilioni 4.8. Imetuchukua miezi 6 kwenda kuzungumza na mamlaka ya mapato kuhusiana na makadirio haya. Imeshuka bwana. Imefika 225. Sasa tumetokaje bilioni 4.8 mpaka 225 milioni?
Msisitizo unawekwa kwa mamlaka hiyo kuongeza kasi ya kuboresha mifumo ili kuzuia mianya ya upotevu wa mapato ya kodi. Tunahitaji kukusanya fedha za kutosha. Tumeahidi ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi kwenda kutekeleza miradi mbalimbali. Jambo lililotokea ni kubwa sana. Kutoka trilioni 1.3 miaka mitatu minne iliyopita tumekuja mpaka sasa tunafika trilioni 4, zaidi ya mara 3. Ni kama miujiza, kama maajabu fulani. Tuendelee kuwekeza katika mifumo na tuende sana kwa haraka kwenye artificial intelligence. Kwa mujibu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania, Tanzania inakadiriwa kuwa na walipa kodi milioni 7 ambao katika kipindi cha nusu ya kwanza ya mwaka 2025-2026 imekusanya trilioni 18.77. Beatrice Gerard, Star TV, Arusha. Watendaji wa serikali mkoani Kilimanjaro wametakiwa kuhakikisha fedha za maendeleo zinatolewa na serikali kwa ajili ya utekelezaji miradi ya maendeleo zinatumika kwa wakati ili kuepuka ucheleweshaji wa utekelezaji miradi hiyo. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Rodrick Mushi. Mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nordin Babu ametoa agizo hilo wakati wa ziara yake kukagua miradi ya ujenzi wa miundombinu ya sekta ya elimu wilayani Same. Miradi hiyo ni pamoja na ujenzi wa shule 3 mpya za sekondari pamoja na ujenzi wa madarasa ya elimu ya awali katika shule ya msingi ya Msufini. Fedha zote zinapoletwa za miradi zote, serikali inapoleta fedha, ni lazima tuzingatie huo utaratibu. Kama ni mwaka huu wa fedha zisipinduke mwaka. Na wakati mwingine sasa tutakachokifanya, kabla ya miradi haijaanza ya mwaka wa fedha, tutawaita wahusika wote, mainjinia na wengine, tuwaambie mmepokea fedha, zimeingia kwenye akaunti zenu tarehe gani, tarehe hii, na fedha zinaonekana. Mradi usipomalizika na wewe tumeagana. Wewe mradi wa 24 25 watu wananing'inia na hela, miradi haijakwisha. 25 26 miradi haijakwisha. Wasimamizi wa miradi wanabainisha baadhi ya changamoto ambazo zimesababisha miradi ya ujenzi wa shule kutokamilika kwa wakati. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, zipo changamoto zilizojitokeza wakati wa utekelezaji wa miradi na kusababisha kushindwa kukamilika kwa wakati kama ifuatavyo. Wazabuni wengi ndani ya wilaya kushindwa kujitokeza kuomba kazi za ujenzi kwa kisingizio cha kuwa na mtaji mdogo, hali inayopelekea kutangaza zabuni mara nyingi na hivyo kuchelewesha kuanza kwa mradi. Upatikanaji wa zabuni na vifaa vya ujenzi imekuwa changamoto, kwani walio wengi hawaombi na wanaomba hawana mtaji wa kutosha wa kusambaza vifaa vyote vya ujenzi kwa wakati. Baada ya changamoto zilizobainishwa katika utekelezaji wa miradi, na hii hapa ni kauli ya serikali. Tumeona katika kila mradi tumekwenda, tumesomewa ripoti, lakini pia tumeambiwa changamoto zilizopo. Baadhi ya changamoto zimetatuliwa katika level ya halmashauri, lakini zingine zinahitaji kuendelea kuzifanyia tathmini, kuendelea kuzifanyia kazi. Na moja ambayo tumeona ni changamoto kubwa kila mahali tunapokwenda ni mfumo wa NeST. Na tatizo kubwa hapa wakati mwingine ni elimu tu ya wataalamu wetu. Wataalamu wanapaswa kwenda kwa wananchi. Wananchi wanapongeza hatua ya ujenzi wa shule mpya za sekondari wilayani humo ambazo zinaenda kumaliza changamoto ya wanafunzi kutembea umbali mrefu kutafuta huduma hiyo. Sisi kwa ujenzi huu tumefurahika sana kwa sababu vijana wetu wengi hawana shule za kufanya. Kwa ujenzi wa shule hii katika hii kata yetu utatusaidia sana watoto kupata ujuzi kwa hiyo wote wale watakao upenda. Rodrick Mushi, Star TV, Kilimanjaro. Uongozi wa mamlaka ya hifadhi za taifa umesema utaendeleza kasi ya kutangaza vivutio vya utalii ili kuongeza idadi ya watalii wanaoingia nchini. Taarifa zaidi na Abdalla Pandu. Kamishna mkuu wa shirika la uhifadhi Tanzania TANAPA Alhaji Musa Nasor anasema maonyesho ya kutimiza miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar wameamua kuyatumia kuendeleza kampeni zao za kutangaza vivutio vilivyopo nchini, ila pia kutambulisha faida za kuwa na utalii wa ndani. Hapa kuja kwenye maonyesho haya ni kuja kwanza kutangaza vivutio vyake, vivutio vya nchi nzima, na kujaribu kuhamasisha utalii wa ndani ambao pia ikitokea kwamba utalii wengi unakwama,
basi bado shirika litaendelea kupata mapato kutegemea na utalii wa ndani. Nashukuru sana. Kamishna huyo anasema kuwa mbali na kutangaza kwa kuwavutia watalii, ila pia wanaangalia fursa nyingine ambazo zinaweza kuwasaidia wananchi kuweza kukuza vipato vyao. Sio tu kuja kuangalia yuko ndani, bali na kuangalia fursa zingine za uwekezaji ambazo zinaweza kuwakwamua wananchi katika maisha yao ya sasa hivi. Kwa upande wake, naibu kamishna wa shirika la uhifadhi Tanzania TANAPA akiwa katika mabanda ya maonyesho visiwani Zanzibar, anasema wana mkakati maalum kwa kuhusisha Zanzibar katika soko la utalii kwa watalii wanaoingia nchini. Tunatambua hapa Zanzibar sisi ni soko letu la kimkakati. Wageni wengi wako wanaoanzia Zanzibar na wengine wanaanzia bara. Wanaweza wakaanzia hifadhi za taifa kutembelea na maeneo mengine, then wakamalizia Zanzibar. Wanaweza wakaanzia Zanzibar lakini wanakamalizia kwenye zile hifadhi za taifa. Tunazo hifadhi ambazo ziko kwenye ukanda wa mashariki ambazo kiukweli ni hifadhi ambazo ni nzuri, zina wanyama, zina opportunity nyingi za kiuwekezaji. TANAPA wanaungana na taasisi mbalimbali za serikali na zile za binafsi katika maonyesho ya sherehe za miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar. Abdalla Pandu, Star TV, Zanzibar. Wakazi wa mikoa ya kanda ya kaskazini wameanza kunufaika na matibabu bure ya moyo yanayotolewa na taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete jijini Arusha. Taarifa zaidi na Theodora Mrema. Mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makala akiwa katika ziara hospitalini hapo ambayo kwa sasa itatoa huduma hiyo kwa wakazi wote wa kanda ya kaskazini, anawataka wananchi kuzingatia ulaji sahihi ili kujiepusha na magonjwa yasiyoambukiza. Ujio wa taasisi hii katika mkoa wetu inakwenda kutusaidia kuwasaidia wananchi kujua afya zao na kupata matibabu. Karibia 32% ya vifo duniani vinatokana na magonjwa yasiyoambukizwa ikiwemo mgonjwa wa moyo. Baadhi ya wananchi wa jiji hilo ambao wamejitokeza kupata huduma ya vipimo bure ambayo inaendelea hospitalini hapo, wakizungumza mbele ya mkuu wa mkoa, wakaeleza namna ujio wa hospitali hiyo utakavyowasaidia kuondokana na umbali wa kufuata huduma. Tunaomba hiki kitengo kiendelee kwa kweli, kwa sababu wengi tulikuwa hatuna uwezo wa kwenda mbali, lakini umetusaidia. Watu wengine hatuna uwezo wa kwenda Muhimbili kule, lakini tumesaidika hapa karibu. Kwa kweli wengi tunashukuru sana, nashukuru kwa niaba ya wote. Kwa hiyo nashukuru sana, huduma hii nzuri sana. Hii mwaka wa 7 tangu nimefanywa upasuaji wa moyo na hao madaktari wamenisaidia sana. Naamini sana, nawapenda pia sana. Awali mkurugenzi mkuu wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, Dr. Peter Kisenge, amesema kuwa kati ya wagonjwa zaidi ya 13,000 waliopatiwa huduma za uchunguzi wa matibabu bure, 25% wamebainika kuwa na tatizo la shinikizo la damu. Katika hao 25% walikuwa na shinikizo la damu ambalo lilikuwa ndio linaongoza katika hayo matatizo. Kwa hiyo shinikizo la damu lilikuwa ndo kubwa sana na liliwapata zaidi ya watu kuanzia miaka 45. Kambi hiyo ya matibabu bure ya siku 10 inaendelea kufuatia kusainiwa kwa makubaliano ya miaka 20 kati ya JKCI na taasisi ya Arusha Lutheran Medical Center, ambapo JKCI itaendelea kusimamia utoaji wa huduma za matibabu ya moyo katika hospitali hiyo. Nikiripoti kutoka jijini Arusha, mimi ni Theodora Mrema wa Star TV. Madereva wa magari ya shule wilayani Tarime mkoani Mara wametakiwa kuzingatia sheria za usalama barabarani ili kuepuka ajali za mara kwa mara. Taarifa zaidi na Frankius Cleophas.
Msisitizo huo unatolewa na mkuu wa kikosi cha usalama barabarani Tarime Rorya, SP Hamisi Wembo, wakati wa ukaguzi wa magari ya shule wilayani Tarime mkoani Mara. Lengo hasa ni kutaka kuhakikisha haya magari yanakuwa na ubora na wanafunzi wanakuwa salama. Sambamba na ukaguzi ambao unafanyika, pia nimewapa elimu na kuwakumbusha madereva majukumu yao mbalimbali wanapokuwa wanaendesha magari. Wanatakiwa wasiendeshe gari wakiwa katika hali ya ulevi, lakini pia wasiendeshe gari kwa mwendo kasi. Vile mkuu wa kikosi cha usalama barabarani Tarime Rorya anatoa msisitizo sasa kwa wamiliki wa shule kuongeza magari ili kuweza kumudu wingi wa wanafunzi. Sasa niwatake tu wamiliki wa shule husika, kutokana na wingi wa wanafunzi, basi wanapaswa kuongeza magari. Hiyo itasaidia kupunguza ile madereva kutaka kukimbizana ili waweze kukizi ile nafasi ya kuweza kuwachukua wanafunzi kuwafikisha shuleni kwa muda. Ni kitu ambacho ni hatari sana. Lakini pia kuna wengine, baadhi ya madereva na wenyewe nimewataka tu kwamba wazingatie muda wa kutoka kwenda kuwachukua wanafunzi. Kuna wengine unakuta chanzo cha yeye kukimbia ni kutokana na kwamba amechelewa kuamka, amechelewa kwenda kuwachukua wanafunzi. Aidha, baadhi ya madereva ambao wamekaguliwa wamepongeza juu ya zoezi hilo na kudai kuwa kwao ni faraja, kwani wataendesha magari yenye usalama. Kwa magari yote tunahakika kwamba tutakapoingia tarehe 13 mwezi wa kwanza, wakati tunafungua shule, magari yetu yatakuwa safi wala hakuna shida yote. Ni hatua mojawapo ya usalama barabarani, usalama kwa wanafunzi, na tupo hapa kwa ajili ya ukaguzi huo tu. Mimi kwa ukaguzi wa leo kweli nimeona ni jambo la busara, sababu kwanza tumepewa mafunzo na maelekezo mazuri kuhusu usafishaji wa abiria. Nikiripoti kutoka Tarime mkoani Mara, Frankius Cleophas, Star TV. Mtazamaji, taarifa hiyo inatupa muda wa kupumzika kidogo, na utakaporejea itakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani. Endelea kuwa nami Bernard James. Una kifurushi cha nyota, una kifurushi cha mambo, wale wa Uhuru pia, Bibi Smarty na Super, welipa kifurushi chako cha mwezi. Msimu huu wa sikukuu tumewaletea tena Star Times. Tunakuambiaje? Lipa tukubusti zaidi. Ewe mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi mzima, tukubusti kwenda mambo mwezi mzima bure, na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 tutakubusti kwenda Uhuru bure, huku ukilipia Uhuru kwa shilingi 23,000 utabustiwa siku 5 zaidi bure. Ewe mteja wa Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tutakuboost mpaka Smart mwezi mzima bure, na ukilipia Smart kwa shilingi 23,000 tutakuboost kwenda Super bure, huku ukilipia Super kwa shilingi 38,000 utabustiwa siku 5 zaidi bure. Star Times, lipa tukuboost zaidi. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona list za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God, ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Baadhi ya wakazi manispaa ya Tabora wamelalamikia kupanda kwa bei ya mahitaji ya wanafunzi ambao wanatakiwa kuanza masomo juma lijalo. Robert Kakwesi na taarifa hii. Wazazi wakiwa katika jukumu la kuwatafutia mahitaji ya shule watoto wao ambao wanatarajia kuanza masomo wiki ijayo. Hata hivyo,
wana malalamiko kuhusiana na bei za vitu vinavyohitajika shuleni. Kwa hiyo inaamua tunanunua vifaa nusu kwa nusu. Tunanunua nusu, mtoto anaenda shule. Ukipata tena hela unakuja unanunua nusu. Mtoto mwisho anakamilisha vifaa vyote vya shule. Kwa kama vile raba, tulikuwa tunanunua 5,500, sasa hivi wamepandisha mpaka 15,000 kwa 20,000. Ni kipindi hichi ni cha msimu wa nani hii wa ufunguzi wa wanafunzi, huwa wanapandisha vitu vinapanda zaidi na ndio maana huwa tunachelewa hata jinsi ya kuwawaisha nani watoto kwenye mahitaji ya shule. Uongozi wa elimu mkoa wa Tabora unasisitiza pamoja na changamoto zilizopo, watoto lazima wapelekwe shuleni. Malalamiko ya wazazi wengine anasema mimi sina uwezo wa kununua uniform zimepanda, sina uwezo na watoto wengi. Wewe mpeleke tu mtoto shuleni, apokelewe, aandikishwe na aanze kusoma. Kwa hiyo nitoe rai kwa wazazi kwamba watoto hawa tuwapeleke, hata kama una uniform, huna viatu, mtoto apelekwe shuleni apokelewe. Atapokelewa, tutaendelea kujitafuta taratibu wakati unaendelea kutafuta mahitaji ya huyu mtoto. Onyo linatolewa kwa wazazi watakaoshindwa kuwapeleka watoto wao wa kidato cha kwanza kwa sababu mbalimbali. Tukibaini kwamba kuna mzazi ambaye umekaa na mtoto nyumbani ambaye anatakiwa kuripoti kidato cha kwanza, aidha umemuozesha ama umemuingiza kwenye shughuli za uchumi za kujitafutia kipato ama kipato cha familia, tutachukua hatua, hatutasita. Na hatua hizi tumeshaanza kuzichukua kwa sababu kuna tetezi zingine tumezisikia huko mahali, tumeanza kuchukua hatua. Mkoa wa Tabora unatarajia kuandikisha watoto wa awali na wa darasa la kwanza zaidi ya 200,000, huku wa kidato cha kwanza wakitarajiwa zaidi ya 35,000. Robert Kakwesi, Star TV, Tabora. Baada ya mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi zitafuata. Endelea kuwa nami. This is AFCON, my friend. Everything is a competition. Everything. Jiunge na familia ya SuperSport kwenye michuano ya AFCON Morocco 2025. Mechi zote zinapatikana ndani ya DStv kupitia kifurushi cha bomba. Kulipia, piga *150 *53 alama ya reli. Shirika la madini la taifa STAMICO limeiomba serikali kuondoa tozo ya 1% ya ukaguzi wa madini yanayoingia nchini ili kuvutia uingizwaji dhahabu ghafi kutoka nje ya nchi ambazo zitawezesha taifa kunufaika na malighafi hiyo. Sudi Shabani ana undani wa taarifa hii. Shirika la madini la taifa STAMICO limetoa ombi hilo katika ziara ya naibu waziri wa ofisi ya Rais mipango na uwekezaji Daktari Pius Chaya alipotembelea kiwanda cha kusafisha madini aina ya dhahabu cha Mwanza Precious Metals Refinery kilichopo jijini Mwanza. Imewekwa wazi ya kwamba endapo tozo hizo zitaondolewa zitasaidia kuongeza hali ya upatikanaji wa dhahabu nchini. Changamoto kubwa ambayo tumemweleza ni upatikanaji wa malighafi, na tumeomba serikali tusaidie kama kuna uwezekano. Kuna watu wengi au wafanyabiashara kutoka nje ya nchi wanataka kuingiza dhahabu nchini kwa ajili ya kuuza, lakini vile kwa ajili ya kusafisha. Kwa upande wake, naibu waziri ofisi ya Rais mipango na uwekezaji Daktari Pius Chaya amesema serikali ipo mbioni kuanzisha kituo cha huduma za pamoja ambacho kitalenga kupunguza usumbufu kwa wawekezaji nchini, ikiwa ni hatua ya serikali kutokomeza vikwazo. Sisi kama serikali tunaenda kuchukua hatua ya kuhakikisha tunaanzisha hiyo one stop facilitation center ili kupunguza bureaucracy na usumbufu kwa wawekezaji wetu ambao wanakuja kwa ajili ya kusafisha dhahabu hapa Mwanza. Pamoja na kutembelea kiwanda hiki, naibu waziri Chaya pia amepiga kambi katika viwanda vya kuzalisha chakula cha samaki raw farming na kiwanda cha uzalishaji wa nondo cha Ziwa Steel vilivyopo wilaya ya Magu. Nimefurahishwa sana na aina ya uwekezaji ambao ameufanya hapa, uwekezaji wa kimkakati. Kwanza huyu ni mzawa, lakini amewekeza bilioni 8. Uwekezaji huu ni wa bilioni 65 hela za Kitanzania. Ni uwekezaji mkubwa sana kwa kanda ya Ziwa, na sisi kama serikali tuahidi kumuunga mkono, na ametengeneza ajira 800
za wataalamu. Wawekezaji wa viwanda hivyo wameipongeza serikali kwa kuendelea kuweka mazingira rafiki ya kiuwekezaji pamoja na uwepo wa sheria himilivu. Tanzania is the place where you should invest honestly. Now, there is so much potential and the policies are right. Kama uwekezaji ni ukweli, awe na hamu, nia na uwezo, hawezi kupoteza. Sisi kwamba serikali saidia toa changamoto, saidia biashara, pata biashara vingi, saidia pata raw material. Tamati ya ziara ya naibu waziri ya ofisi ya Rais mipango na uwekezaji amewataka wawekezaji nchini kuhakikisha wanafuata maelekezo ya serikali kwa kuajili wataalamu wa ndani wenye ujuzi wa miradi inayotekelezwa ikiwemo viwanda vya uzalishaji wa bidhaa. Sudi Shabani, Star TV, Mwanza. Kuanzishwa kwa uzalishaji wa unga wa sembe kupitia ushirika wa Kubata SACCOS kumeelezwa kuwezesha wanachama kukuza uchumi wao, hali ambayo iliyosaidia kuondokana na utegemezi wa kukopa mikopo ambayo ina riba kubwa. Frankius Cleophas na undani wa taarifa hii. Msisitizo huo unatolewa na mwenyekiti wa Kubata SACCOS Chacha Getamoro wakati wa mafunzo juu ya umuhimu wa ushirika hapa nchini. Tunamshukuru Mungu, malengo yetu sasa haya ambayo tumeweka muda mrefu sasa yanaenda kufanikiwa. Lakini pia kwa mwaka wa 2026 ambao tulikuwa tumekutana kikao cha kwanza kuzungumza, pia iko ni sehemu ya kuwashukuru wadau ambao naamini wenzangu wamezungumza kwa namna ambavyo wametusupport na tukafikia tulipofikia. Wadau hao mbalimbali wakiwemo ndugu Soya One kwa namna ambavyo wamesupport na viongozi mbalimbali ndani ya wilaya yetu ya Tarime. Lakini lengo kubwa ni kufikia malengo hayo sasa ambao tumejiwekea ya kuzalisha unga na kuuza maeneo mbalimbali ndani ya nje ya Tarime na nje ya Tarime. Sasa lengo kubwa hili ambao tumekwenda kujikwamua kiuchumi na kuzalisha unga huu kwa maeneo mbalimbali. Sasa wanachama wetu wanaenda kujikwamua na kujitoa katika mikopo midogo midogo ile ya kausha damu, na watakuwa sasa wanakuwa kupata kipato ndani ya Kubata SACCOS, wanakopa kwa ajili ya mambo yao binafsi. Aidha, msisitizo wa uwekaji wa akiba kwenye vyama vya ushirika unasisitizwa. Kujiwekea akiba ni sehemu ya kuongeza mtaji wa SACCOS, na pia tumejaribu kuelimisha namna ya kuweza kupata mikopo kutoka taasisi mbalimbali za kifedha, taratibu ambazo wanatakiwa kuzifuata, kuona kwamba uchumi wa Tanzania umefika mahala umenufaisha mtu mmoja. Na unamnufaisha kwa namna gani? Ni hata vile ambavyo wanaruhusu kutoa semina mbalimbali, fedha mbalimbali kwa ajili ya kukwamua SACCOS kama hizi, ili kwa lengo tu mwananchi apate mahala uchumi wake ukue, aweze kunufaika kiuchumi. Na mwananchi anaponufaika kiuchumi, basi maana yake kwamba moyo mwanadamu unapokuwa na amani, basi baraka zote zinakuja. Kwa ufupi niseme kwamba Mungu aibariki nchi yetu ya Tanzania, abariki SACCOS zote ambazo zipo, na ikumbuke pia hata SACCOS yetu Kubata na miongoni mwa SACCOS zingine nitakazozikumbuka. Zaidi yote, wa Tanzania tutunze amani. Amani ni mambo yote. Bila amani hata hivi vyama vyetu tunavyopambana navyo haviwezi kuendelea mbele. Nashukuru kwa kupata mafunzo mazuri, tunapata mafunzo ya kifedha. Nikiripoti kutoka Tarime mkoani Mara, Frankius Cleophas, Star TV. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Punde habari za kimataifa. Makamu wa rais wa Venezuela na waziri wa mafuta Delcy Rodriguez Gomez ameapishwa rasmi kuwa rais wa mpito wa nchi hiyo kufuatia kuondolewa kwa Nicolas Maduro katika operesheni ya kijeshi iliyoongozwa na Marekani mapema Jumamosi iliyopita. Tupate taarifa zaidi kutoka kwake Charles Machugu. Muda mfupi kabla ya shughuli hiyo ya uapisho, rais aliyekamatwa na vikosi maalum vya Marekani Nicolas Maduro Moro
amepandishwa mahakamani mjini Manhattan jijini New York akiwa na mkewe Bisilia Flores na kusomewa mashtaka mazito yanayomkabili ya usafirishaji wa dawa za kulevya. Miongoni mwa makosa mengine, hati ya mashtaka inawashutumu Maduro na mkewe kwa kuagiza utekaji nyara, vipigo na mauaji ya watu waliodaiwa fedha za dawa za kulevya au waliodhaniwa kuhatarisha operesheni ya usafirishaji wa dawa hizo. Wote kwa pamoja wamekana mashtaka hayo. Kiongozi mkuu katika chama tawala ambaye pia ni rais wa bunge la kitaifa, Jorge Rodriguez, amemwapisha dada yake Delcy Rodriguez Gomez kuwa rais wa mpito wa Venezuela. Katika ujumbe wa upatanishi, rais wa mpito Rodriguez amesema Venezuela inataka uhusiano wenye usawa na heshima na Marekani, ikitoa wito wa ushirikiano wa kukomeshwa kwa vitisho vya nje. Lakini hati ya mashtaka ya kurasa 25 inamtuhumu Maduro na washirika wake kushirikiana na magenge ya dawa za kulevya kusafirisha maelfu ya tani za cocaine kuingia Marekani, ambapo Maduro anakabiliwa na kifungo cha maisha endapo atapatikana na hatia. Tukiangazia maandamano ya Iran. Maandamano makubwa yanaendelea Iran yameingia wiki ya pili, huku idadi ya watu waliopoteza maisha ikifikia zaidi ya watu 30, ambapo maelfu ya watu wameandamana kuonyesha hasira dhidi ya hali ya kiuchumi na kisiasa. Miongoni mwa walioripotiwa kupoteza maisha ni pamoja na maafisa wawili wa vikosi vya usalama. Kwa mujibu wa wanaharakati, maandamano yanafanyika katika miji 220 katika siku za hivi karibuni na yameenea katika majimbo 27 kati ya 31 nchini humo. Na jaji mkuu Gholam Hussein ametoa onyo kwa wale aliowaita wachochezi, huku akizitaja Marekani na Israel kama maadui wakuu wa wananchi wa Iran kutokana na hatua ya nchi hizo kuonesha mshikamano na waandamanaji. Ikumbukwe, rais wa Marekani Donald Trump alionya kuhusu kuuawa kwa waandamanaji na akasema huenda akachukua hatua kwa mamlaka iliyoko madarakani. Kwingineko, vikosi vya Israel vimeanzisha mfululizo wa mashambulizi ya anga kusini mashariki mwa Lebanon kufuatia amri ya jeshi la ulinzi la Israel ya kuhamishia vijiji 4 ambavyo inadaiwa kuwa na miundombinu ya Hezbollah na Hamas. Msemaji wa jeshi la Israel hapo awali alionya kwamba mashambulizi yatalenga vijiji vya Hamara na Ain el-Tinr katika bonde la Bekaa mashariki mwa Lebanon pamoja na Kfar hata na Anan kusini mwa kaunti hiyo. Jeshi la ulinzi la Israel limesema kwamba liliwaua wanachama wawili wanaodaiwa kuwa wanachama wa Hezbollah katika shambulio la Jumapili katika eneo la Jamijama kusini mwa Lebanon. Watu hao wawili walikuwa wakihusika katika kurejesha miundombinu ya kijeshi ya shirika la kigaidi la Hezbollah. Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii. Kikao cha dharura cha Baraza la Usalama kimesisitiza juu ya kuheshimiwa kwa sheria za kimataifa, huku kiongozi wa upande wa upinzani wa Venezuela Bi Maria Corina Machado akimsifu Rais Donald Trump kwa kumkamata Maduro. Mataifa mbalimbali ya ulimwengu yameendelea kulaani hatua ya Marekani ya kumteka Maduro na kumpeleka na kumfungulia mashtaka nchini Marekani kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro Moro. China, Urusi, Ufaransa na Uingereza pamoja na mataifa mengine yamekosoa vikali mashambulizi ya Marekani nchini Venezuela katika mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kufuatia kukamatwa kwa Rais Maduro. Ingawa nchi zote mbili zimelaani ukandamizaji wa Maduro na uchaguzi uliopangwa, zilionya kwamba hatua ya kijeshi ya Washington inakiuka mkataba wa Umoja wa Mataifa na inahatarisha kudhoofisha utulivu wa kimataifa, zikihimiza mpito wa kidemokrasia unaoongozwa na Venezuela kwa amani. Tazamaji, habari za michezo na burudani zitahitimisha taarifa yetu ya habari hivi punde. Start
Msimu wa sikukuu ndo huu hapa umefika mama. Sema chochote unachotaka. All in all, ninachotaka mimi ni DSTV. Mama anasema anachotaka ni DSTV. Lakini tayari anayo. Mbona kaniambia hivyo hivyo? Au hii ni kodi? Nimnunulie tu jogoni. Twende kwenye grupu la familia tuone wengine wanasemaje. Anazo sita na hiyo ni hesabu. Ndio. Yo yenyewe sasa. Sasa nimepata mwarobaini wenu. Kuniweka mpaka usiku kwa ajili ya jua kali, kitimtim, kuba, matashtiti yote utayapata huko. Kujiunga piga 0659070707. All in all, vyote unavyotaka vipo DSTV. Mshambuliaji wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, Dua Said amesema katika dirisha la usajili la mwezi Januari, klabu ya Simba inatakiwa kufanya usajili wa wachezaji wawili katika nafasi ya kiungo, mshambuliaji na mlinzi wa pembeni ili kuongeza nguvu katika safu yao ya ushambuliaji na ulinzi. Taarifa na Mbwana Shomari. Licha kumtambulisha mshambuliaji wa zamani wa timu ya Mbeya City Baraka Mwangosi katika kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi, Dua Saidi amesema timu hiyo inahitaji kufanya usajili katika nafasi hizo. Nikisema upande wa striker, mimi bado sijaona mapungufu makubwa ya striker. Labda nikisema labda wamtafute namba 10, hapo naweza kuona kweli kuna mapungufu kwenye namba 10, au labda mtafuta tena sentafu mmoja ambaye wa uhakika, kwa sababu kuna wachezaji nimeona wana uwezo mkubwa wa kuweza kucheza katikati na kucheza pembeni. Kwangu mimi kimaboresho ningetafuta sentafu mmoja, alafu Nangu nikamrudisha namba 3. Kama mimi ndo ningekuwa kocha au nimepewa nisimamie, basi mimi Nangu ningemrudisha acheze namba 3, alafu nikatafuta msaidizi mwingine pale kati ambaye anaweza kusimama na ule South Africa. Kocha wa mpira wa miguu Jafari Salum Salehe amesema usajili wa Mwangosi ndani ya Simba utasaidia klabu hiyo katika kupata matokeo chanya kutokana na mshambuliaji huyo anajua kutumia nafasi za wazi zinazotengenezwa na timu yake. Sababu ni mtu ambaye ni mwangalifu na kuangalia goli. Ni mchezaji ambaye hana masiara sehemu zile ambazo 18 au 6 anapoingia katika swala la ungiaji na katika swala la ufungaji. Kwa hivyo Simba yule wamechukua mtu ambaye ana uwezo kidogo, atasaidia vizuri tu. Baadhi ya mashabiki wa soka jijini Dar es Salaam wameomba uongozi wa wekundu hao wa Msimbazi kudumisha umoja ndani ya klabu hiyo. Kuna shida. Hebu angalia tu Simba hii ambao tulikuwa tuna matumaini nayo kweli msimu huu, lakini ghafla tu yani imeporomoka yani. Simba wana kitu cha kufanya. Kwa sababu gani? Sasa hivi unajua kuna vikao, kuna hivi, lakini kwa sababu tunarudi kimataifa na huko tulikuwa kuanzia juzi tuko upande mwingine tuseme Morocco, lakini tunarudi, basi kila mtu ajitahidi mwanangu, kwa sababu mashindano bado yapo. Wekundu hao wa Msimbazi katika kipindi hiki ligi ya NBC imesimama yenyewe inashiriki mashindano ya Kombe la Mapinduzi yanayoendelea mjini Zanzibar, ambapo siku ya kuamkia Jumanne hii iliibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya timu ya Fufuni na kufanikiwa kutinga hatua nusu fainali, na itacheza na timu ya Azam FC kati ya Januari 8 na 9 mwaka huu kwenye uwanja New Amani Complex. Mbwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Uongozi wa timu ya Pamba Jiji FC umekiri kuwa timu imeshaingia kambini kwa ajili ya kuanza mazoezi ili kujiandaa na michezo ya Ligi Kuu Tanzania Bara pamoja na mashindano mengine ya msimu wa 2025-2026. Tupate taarifa zaidi. Meneja wa timu ya Pamba Jiji FC Ezekiel Ntibikeha amesema wachezaji wote wanaendelea na mazoezi ya kujiandaa na michezo ya Ligi Kuu, ukiwemo wa timu ya Mtibwa Sugar utakaochezwa Januari 25 kwenye uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza. Kuishia nataka tuanzie pale kwenda mbele. Na kama tunacheza kuanzia ligi inaanza tulisema msimu ambao tumeandaa timu yenye ushindani, tutakuwa na timu kama hiyo kama tunafikiria mwaka jana kubaki ligi kuu. Tuna plani tuwe kwenye timu bora ambazo zinafanya vizuri ligi kuu. Kwa hiyo mwalimu, viongozi wa klabu
wote wanashirikiana kuhakikisha wanakuwa na wachezaji wazuri, wanaongeza wachezaji wazuri ili kuendelea kubaki na lengo lile ambalo tulianza nalo tangu msimu unaanza. Kocha mkuu wa timu hiyo Francis Baraza amesema anaendelea na mazoezi na wachezaji wakiwemo waliokuwa majeruhi wanaonekana kuyashika yale anayoelekeza kwenye uwanja wa mazoezi tayari kwa ajili ya ligi kuu ya NBC. Mtu kama Gadi Kilo anakuonesha kuwa anarudi kwa ubora wake. Mtu kama Mangalo alikuwa na knock kidogo, naweza sema alikuwa na knock ambapo naweza sema kuwa tukimaliza ligi mchezo wa mwisho walimaliza akiwa na maumivu. So naweza sema daktari naona amefanya kazi yake. Msemaji wa timu hiyo Moses William ameelezea tetesi za mlinda mlango Yona Amos, huku baadhi ya wachezaji wakiwa kwenye uwanja wa CCM Kirumba wakisema wanaendelea vema na maandalizi ya ligi kuu. Kwa sasa hivi sisi ndio tuna mkataba na Yona Amos akiwa ni kijana wetu nahodha wa timu yetu. Kukiwa kuna taarifa nyingine yoyote ambayo mchezaji wetu atatuletea sisi ama klabu ambayo inamhitaji itakuja rasmi kwenye klabu yetu, tutakaa na kuzungumza. Washabiki kama kawaida waje uwanjani na kutusupport kwa namna moja au nyingine, kwa sababu pia wenyewe wana nguvu yao. Wale pale wanapotuona uwanjani na sisi pia tukiwa nje pia sisi tunaamini watu wamekuja kutusupport. Na hizo ni tetesi. Na mimi naandishi tetesi. Na mimi nasikia naziona basi. Tetesi ya Pamba. Hadi ligi kuu inasimama kupisha michuano ya AFCON, timu ya Pamba GGFC ilikuwa inashika nafasi ya 3 baada ya kucheza michezo 9 na kujikusanyia alama 16 sawa na Yanga inayoshika nafasi ya 2, huku JKT Tanzania ikikalia usukani kwa alama 17 katika msimamo wa ligi hiyo. Wilson Elisha, Star TV, Mwanza.